Kwa hiyo tabia radhi ikiwa kingine kwa kutembea, ingawaje washauri kwamba tutembee, kwa sababu mtu anaweza kaangalia viatu baada ya kusikiliza nayo yasema, ndio sababu wanasema tukae sehemu moja. Kwa hiyo tatembea. Basi niendelee kuwakaribisha katika zoezi hili la kiroho ambalo tumekuja kulifanya. Sio mara ya kwanza watu wanafanya, lakini inawezekana kwa mwingine ni mara ya kwanza. Kwa hiyo niendelee kuwakaribisha tufanye hili zoezi tunalofanya mara kwa mara, au tutashirikiana leo kufanya zoezi muhimu la kiroho. Atakuja atakupatia funguo, nenda kazini. Lakini zoezi hili tunapolifanya tunalifanya kama kitu kimoja, lakini kimsingi ndani yake kuna mambo mengi. Na katika mahubiri yangu ningependa kutafakari yale ambayo tunayakuta katika zoezi kama hili. Kwa hiyo tuko hapa kwa malengo yafuatayo. Lengo la kwanza, tumefika hapa kusali. Wanasema kusali ni kuongea na Mungu, ni kuinua moyo kwa Mungu kwa lengo la kumwabudu, kumshukuru, kumuomba msamaha na kumtolea maombi yetu. Na ni katika mtiririko huu napoenda kusali, hata kama una shida kubwa namna gani, kwanza mwabudu Mungu, halafu umshukuru, halafu baadaye muombe msamaha, ndipo baadaye kutolee maombi. Usiende unakurupuka, hata kama unasali sala ya ghafla kwa vyote vitu kama mwabudu Mungu, kwa sababu umeona nyoka sasa Yesu tayari umeshamwabudu Mungu. Kwa nini kumuita Mungu wako? Katarina. Sababu unajua Katarina hawezi kusaidia katika hatari hii, kwa sababu unamtaja Yesu. Hata kama ukwenda kwenye roho kwanza kwa kuabudu, katika hilo neno la haraka hili umeshafanya hayo yote, umeshamwabudu, umeshafanya nini, umeshamshukuru, umeshakuomba msamaha na kutoa maombi yako. Kwa hiyo tumefika kwanza kwa ajili ya kusali, na kusali ni muhimu kwa sababu tunatuunganisha na Mungu. Na kama umekosa hata muda au umekosa nafasi ya kuja kwenye hija, bado kusali ni muhimu katika maisha, kwa sababu Mungu ndio mwanzo na mwisho wa yote. Na siku hizi tunaenda kidikari, wanasema sali sala fupi kwa imani kubwa, sio sali sala fupi kwa imani kubwa. Sasa hata kama una shughuli nyingi utashindwa kufanya ishara ya msalaba kwa heshima, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Hata kama ongeze sala nyingine, hiyo ni sala kubwa, inatosha. Umeshajiweka mikononi mwa Roho Mtakatifu, umeshamwabudu Mungu. Kuliko sasa unasali sala ndefu ambazo Yesu anasema unafanya papayuka. Kwa maneno yakiwa mengi ndipo utasikilizwa. Sali sala fupi ambayo unaisali kwa imani kubwa. Jambo jingine, tenda tendo dogo kwa mapendo makubwa. Tenda tendo dogo kwa mapendo makubwa. Ni maneno ya Mtakatifu Mama Teresa wa Kalkuta. Halafu anasema katika ulimwengu wa mambo ya kujitegemea, fanya kazi ndogo kwa weledi. Mtu analima shamba kutoka hapa mpaka kule, anamtenda ndege. Afadhali ungepanda mahindi kaeneo kadogo, ukayatunza, ukaweka mbolea, ukamwagilia, pamoja na sala juu yake. Pamoja na sala juu yake. Kuliko sasa mtu analima na kwenda huko takidi kwenda wazi. Hivi, unapewa adhabu, kutoka ufike kule, lima kidogo, kwa weledi. Fanya kitu kidogo, kwa weledi. Kwa hiyo tunaposali tunamkumbuka Mungu. Na kusali ni wajibu kwa kila mmoja. Hata kama wewe ni Katoliki, utakuwa na namna ya kusali kumkumbuka Mungu katika shughuli zako. Na unapokuwa unafanya hata shughuli zako bado unasali. Tukiwa kama Katoliki tunasali, hawepo rais kwa mfano, na anamlinzi, anamlinda, bado atakuwa anasali. Hata inama fanya hivi, anafanya ulinzi, lakini anasali. Baba yetu aliye mbinguni, na kutukuze. Watu wanatembea na angalia usalama, na kutukuze. Ufalme wako uje, utakalo ufanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu kila siku, samehe makosa yetu kama tunavyowasamehe. Bado anasali, yuko kazini lakini anasali. Sasa mwingine anafikiri kusali kufanya hivi, shingo ikadharau upandeni. Hapana, hiyo ndio unaweza kuwa unasali kwa unyonge. Kwa hiyo tumefika kwanza kwa ajili ya kusali. Pili, tumefika ili kutekeleza agizo la Bwana wetu Yesu Kristo ili tupate pia faida yake.
anasema walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, mimi nipo katikati yao. Mungu alianzisha kanisa ambalo kimsingi la kiroho, kichwa chake ni Mungu. Mungu haonekani, lakini kanisa liloanzisha ni kanisa linaloonekana. Kwa hiyo tunapokuja pamoja tunaonekana kama kanisa linalosali, na kama Kristo haonekani, ataonekana katika nafsi ya baba askofu na padre. Kwa hiyo Kristo yuko katikati yetu. Tunapokusanyika wengi, tena tukaonyesha karama zetu, tukaonyesha shughuli zetu, au ni masista, au ni mapadre, huyu ni baba askofu, au ni maaskari, wale ni watawa, tumekusanyika kusali kwa pamoja. Kumbe tuna utajiri wa namna hii. Kwa hiyo tukio kama hili pia tunamjenga, tunapokuja tujue kwamba pia kuna umuhimu wa kusali kama kanisa linaloonekana, kwa sababu kanisa linaloonyesha Kristo sio la kiroho tu au bila kuonekana, lakini ni sehemu kubwa ambayo inaonekana na ni ya msingi na lazima tufanye. Kwa hiyo watu mwe mnaenda kujumuia, mwe mnaenda kusali katika makundi. Mungu ni kweli yuko mahali pote. Hata leo mtu anaweza kufanya hicho peke yake, akaja hapa sisi kwa Yesu leo akaiki peke yake. Angeweza kubaki nyumbani akasali, kwa sababu Mungu atumleta hapa, tuko mahali pote. Tumekuja hapa kusali ili tuonekane kama kanisa moja linalosali, na kwa kufanya hivyo kama walivyosema kwenye wimbo kwamba tunapofanya hija tuonekane kwetu na moyo wa hija. Sisi tukafanana na wale ambao tumewacha chini. Ngoje pengine watatumia kwa chakula, lakini wengine wako wanang'ang'ana. Wewe ndio kama kuja kusikiliza au kufanya nini? Wote tunafanya mmoja alikuwa anategemea kupata ile nafasi sauti viende tukapita chini. Hata kama mtu anapika chakula, apike katika moyo wa ibada, katika mwiko, lakini anajua yuko kwenye hija. Anafanya hata ishara ya msalaba. Hapo hija itakuwa imekuwa extended, imetoka hapa imekwenda mpaka kule. Kanisa linalosali na linaonekana. Sababu ya tatu ile tumeleta hapa, na hilo ndilo mimi tunaocheza nalo. Tumekuja wiki hija ni safari ya kiroho iliyosheheni sala, tafakari, maombi, majitoleo, sadaka, maazimio na mambo mengine. Tumekuja kuhiji. Hili ni zoezi muhimu sana katika maisha yetu, kwa sababu katika kufanya hija tunafanya kitu ambacho ni kama kinatuelekeza kuanza kufanya mazoezi. Ndio nasema ni Yesu, tunajifunza namna ya kwenda mbinguni. Ni kama tunatoka mahali fulani tunaenda Yerusalemu ya duniani. Tunafanya mambo yanayoonekana, lakini tunafanya safari ya kiroho ambayo inatupeleka kwenye Yerusalemu ya mbinguni. Kwa hiyo hija ndio sababu wakati mwingine inaambatana na kutembea kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine kwa maandalizi, kwa sababu ni safari ya kiroho. Niambie hapo. Na kimsingi hija inakuwa muhimu kwa sababu ni kitu ambacho unajiandaa. Umetangaziwa, unajua Jumapili ya mwisho ya Januari kila mwaka tunaita Kishombeo. Una nafasi ya kujiandaa, hata kushukizwa. Unajiandaa pia kwa kuungama. Unajiandaa pia kwa kuwa na vitu ambavyo vinahitajika katika hija. Wengine walikuwa wameshika bendera, wengine wana rozari, wengine wana vyombo wanakuja kuchukua maji kwa ajili ya baraka na mambo mengine. Unafunga masufuria ya chakula. Hata pale wanapika chakula wanajiandaa, unajua watu watakuja kwenye hija watakula. Wanajiandaa. Halafu unaandaa nauli. Wengine wametoka Kenya, wengine wametoka Kenya, wengine wametoka Uganda. Unajiandaa ili utakapofika hapa ufanye safari ya kiroho. Kwa hiyo tukio kama hili ni muhimu kwa sababu mtu anafanya kwa maandalizi. Kitu ambacho unakifanya kikawa wewe, ukashiriki kama wewe, ingawa tuko wengi, lakini kila mmoja anaishi binafsi katika shughuli. Kwa hiyo zoezi kama hili la hija ni la muhimu sana kwa sababu lina maandalizi. Na mwishoni mnapata neema kamili wale ambao watakuwa mjiandaa. Kwa hiyo hija ni kitu muhimu sana katika maisha. Kwa hiyo tunavyojikusanyia neema hapa, tunajiandaa ili neema itusaidie twende
kuishi kule mbinguni tutakapokuwa watakatifu kama alivyokuwa mtakatifu Bikira Maria mzee. Jambo la nne, tumekuja hapa kufanya kumbukumbu ya shujaa wetu, tunu yetu, fahari yetu. Ni Mtanzania wa kwanza kutangazwa rasmi kama mtakatifu. Sio kwamba ni Mtanzania wa kwanza kuwa mtakatifu, inawezekana wapo watakatifu wengine ambao ni Watanzania waliomtangulia, lakini tutangazwa sasa yeye ni mtakatifu wa kwanza Mtanzania kutangazwa rasmi na kanisa Katoliki. Sasa tunapokuja kufanya hiyo kumbukumbu, na wewe unatamani, ningoja sio mashindano, mimi ningetamani walau nitangazwe kuwa wa pili mtakatifu Tanzania. Wewe unatamani sasa kama utakuwa wa pili au wa tatu, lakini walau wote tutamani kuwa watakatifu kama yeye alivyokuwa mtakatifu. Hilo ni jambo la tatu. Tumekuja kutoa shukrani. Shukrani kwanza kwa Mwenyezi Mungu ndiye aliyemuumba. Hii ni zawadi yetu tuliyopokea kutoka kwa Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi hii, na ndio sababu tumefika hapa nyumbani. Tungeweza kuishi tukiwa sehemu nyingine, bado tukaishi kwa Bikira Maria mzee, lakini tumekuja hapa, inaongeza uzito. Nyumbani alipoishi, ujiranini, aliishi kwa Minziru. Watu wa Minziru na nyinyi mnaishi katika mazingira yake. Kwa hiyo na nyinyi mtamani kuwa watakatifu, mtamani kuwa mfano wake. Kwa hiyo tunapokuja kumshukuru, tunamshukuru kwanza Mungu ambaye ametupa zawadi, lakini pia tunamshukuru yeye mwenyewe kwa sababu imani aliishi kama yeye, na kwa kuishi akawa kiutii. Na sasa hivi tunakuja kuishi hapa kwa na mambo mengi, zile fursa tunazozipata kutokana na utakatifu wake. Maisha yako yenyewe yaonyeshe kwamba unaweza kuleta mabadiliko katika maisha ya watu, katika mazingira, katika fikra za watu, katika utendaji wa watu na kadhalika. Maisha ni muhimu sana. Unapoishi unaleta changamoto, unapoishi unakuwa kielelezo, na unapokufa unabaki watu wakikumbuka kwa sababu ya maisha yako. Kuna binti mmoja ya jamaa yangu alikuwa ameenda, amefikia miaka 45 hajapata mchumba. Sasa unajua wanawake miaka 45 kwenda 50 wanafunga kuzaa, sio? Mimi nimeshafikisha miaka 60. Nimeshafikisha 60. Mimi si mwanamke sizai, lakini nawauliza wanawake sana. Hasa wale ambao wameshazaa, wale ambao wanafika bado. Sasa miaka ilipopita, akawa anasema nimuombe Mungu tufanye novena nipate mchumba, niolewe kabla ya kufikisha miaka 45. Sasa kama mnishirikisha kwa fadha, na mimi uniombee Mungu anisaidie nipate mchumba. Nikamwambia sikuombei, nimewakuwa tunakataa kabisa, sikuombei. Sasa nikuombea kupata mchumba utamletea matatizo. Kwanza unatembea, anatembea kama katapila. Sasa unataka mkeka na kufunja glasi katika nyumba ya mume wako. Afadhali kuombea. Uwe unatembea kama katapila kabisa. Hapo utapata mchumba. Sasa unaona ukikosa mchumba kwa sababu ya maisha yako. Sasa anajiuliza huyu mtu itakuwaje? Unajua zamani wanawake walikuwa waruhusiwa kusoma masomo. Sisi kuruhusiwa kwa mujibu wa sheria, lakini kwa mujibu wa mazingira na hali yao. Kwa sababu hatukuwa tunapaza sauti. Kwa hiyo mwanamke ili aweze kusoma masomo katika hali ya kuwa baba inabidi atoe sauti. Kwa hiyo mwanamke tusimama hapa sasa, somo katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi.
Sawa, somo likasikika, lakini hatapata kuchunga. Acha kwa ya tikati. Kwa roho katika. Hakika sasa hivi kwa sababu hii kifaa kinasaidia kutoka. Kwa hiyo tunamchukua yeye mwenyewe kwa maisha yake. Na wewe maisha yako yawe ni maisha ya shukrani. Watu wakikuona wamshukuru Mungu. Ukitenda jambo jema nimfurahishe mwenzako. Kuna baba mmoja alikuwa akila analia. Kila wakati kwa chakula, kata chakula. Mama, ndio kikuli za kiki. Mtoto roba nolia.
Mwaka 1999 wakati huo nilikuwa na miaka 33. Sasa hivi nina miaka 60. Tulimba wimbo wa maombolezo ambayo naona ndani yake ni kama kuna unabii. Ule wimbo wanaimba watu wengi. Sasa nitajaribu kuimba. Kama nitakosea, lakini wala ujumbe utafika. Sasa kwa vile niko peke yangu, kuna mambo mengine nimejaribu kumodify. Kusharaga baganda cyo ko tugamba cyo bari buseribwa bwenyanje gimugete nyanga mjo kagera kugira cyo kashanoti wagira ko akora twasharaga baganda mushana ikwiri tokege mbona nyanja usharaga baganda tinkwanya kuya muno muranganyira cyo nkambwe lazima mpoye bayaterwa kubi alira kubi aferwa kubi acura kubi mbwenu ndacura byo nabyo nuko ndacura na kama nilivyosema, ule wimbo una unabii ndani yake. Ule wimbo wa maombolezo ulikuwa unasema hivi: ruru yetu ya zamani ya amani iko wapi tutafute, wameichukua majasusi. Ruru yetu ya zamani ya umoja iko wapi tutafute, wameichukua majasusi. Ruru yetu ya zamani ya upendo iko wapi tutafute, wameichukua majasusi. O Tanzania yetu, amani imetoweka. Tanzania yetu, amani imekimbia. Nenda Pakistani, amani imetoweka. Nenda Komoro, amani imetoweka. Nenda Palestina, amani imetoweka. Nenda Kosovo, amani imetoweka. Kama ujui kufa we, katembere kaburi. Oh, Tanzania yetu, amani imetoweka. Oh, Tanzania yetu, amani imekimbia. Sasa kwa nini tuliimba hivyo? Maana yake baba wetu wa taifa tulikuwa tunamuona kama muhimili uliokuwa unalifanya taifa liwe na amani, muhimili uliokuwa tunatuunganisha na kadhalika. Sasa amekufa, haina maana kwamba amekufa ya gendane ebye. Hapana, ina maana na sisi kama katikati hatukuweza kufanya jitihada za kubaki mihimili kwa mfano wake. Sasa tujioji, tuwe na ujasiri kama Mtakatifu Yohana Maria Mzee wa kusimamia ukweli, kuupenda ukweli, tukautafuta, tukaupenda, tukauishi, tukaufundisha, tukautetea hata ikibidi kufa. Hapa tutakuwa tunafanya nini? Tunamuenzi Mwalimu Nyerere. Vinginevyo itakuwa kinyume. Tutabaki kusema amani ya mdomoni, lakini katika uhalisia haipo. Amani kwenye majukwaa, kwenye mikutano, lakini inawezekana ukachunguza katika maisha amani isiwepo. Katika hati ya Mtaguso wa Pili wa Vatikano juu ya kanisa katika ulimwengu wa sasa, the church in the modern world, kwa Kilatini Gaudium et Spes, mababa wa mtaguso wanasema amani sio kutokuwa na vita. Peace is not a mere absence of war. Kwamba taifa alipigana na taifa jingine, kabila alipigana na jingine, kikundi akipigana na kikundi kingine. Hapana. Wala amani sio kuwa na nguvu sawa katika pande zinazohasimiana. It is not a balance of power between enemies, kama ilivyo walipigana kambi ya magharibi na kambi ya mashariki, Urusi na Ulaya magharibi. Sasa baadaye wanaogopana, wakawa na vita baridi, kwa sababu sasa tunasema tuna amani, lakini kuna vita baridi, wanapigana chini chini kwa sababu wana balance of power. Alafu na wanaendelea wanasema wala amani haiwezi kuletwa kwa utawala wa kiimla. Peace cannot be a result of dictatorship. Kwa hiyo wanasema amani ya kweli kwanza ni zawadi kutoka kwa Mungu.
Mungu ndiye aliyetuumba, ndiye anayetakia mema. Amani ya kweli inatoka kwa Mungu, na ili watu wawe na amani ya kweli lazima wawe na mahusiano mazuri na Mungu wao wenyewe, kila mtu na jirani yake, halafu na vitu vyote vilivyoumbwa. Sasa hivi tunazungumza juu ya mazingira. Huwezi kusema kwa vile sipigani vita, kwa vile nina mke wangu tunapendana, lakini ukachoma mbuga umuturayoge muliro nguruga kyaka ngoba kero ayino mbono ko ngiro mukono omukono goko kya ebigusha ukoke misiri y'abantu embuzi enjoko tagamero buka viumbe handwai ngwango agiro mukono umiro gwa MFFU migera wago barubafuru wakagenge ngwagiro mukono ukagira mukono tata nayo alafu baadaye mvua zikikosekana utasema una amani wakati haushibi. Kwa hiyo amani, anasema lazima ijenge uhusiano mwema na Mungu, binadamu wenzako na jirani. Kwa hiyo ndugu zangu wote, mwe wa Katoliki, wakubwa kwa wadogo, kama hatumtumikii Mungu, kama hatushiki amri ya Mungu, hatuwezi kuwa na amani. Na Mungu amani anayoitoa haitoi katika staili yetu ya kufikiri kwamba utakuwa na amani kwa kuwanyamazisha watu, au utatafuta amani bila kuwa tayari kuitengeneza wewe mwenyewe. Unaisema mdomoni, lakini katika uhalisia huitengenezi. Alafu wanamaliza kwa kusema kwamba peace is an enterprise of justice. Enterprise ni shughuli, ni kama una biashara unaishughulikia. Amani huwa haidumu, ina vishawishi vingi. Kwa hiyo mkazi mwikarage mnanga chokalia kumureba tabira tia endelisho. Kwa hiyo hauna amani, lazima kila mara awe macho ni enterprise no shanario aikulima no shanario mbiashara no korere kintu kino kitagaitira kakikarao. Amani lazima tuitafute, lazima afanye juhudi ili kusudi tufanye nini, tuweze kuwa na amani. Kwa nini nasema hivyo? Nasema kwa sababu viashiria viko vingi. Huwezi kusema tuna amani wakati tofauti ya kipato inazidi kuongezeka, watu wanazidi kuwa maskini, wengine wanakuwa matajiri. Utajiri sio kitu mbaya, lakini inawezekana katika mfumo wa uchumi kuna mahali fulani, uchumi wa dunia, uchumi katika mahusiano ya watu binafsi, inogea gure mgusha no shango mtu akabakuri akatere kibunu chokaje wete sapuri mbino rebe sapuri nakabakuri kwa tere kibunu choka mbenu alware sapuri choka akabakuri akatere kibunu mbino yebaza au akora. Sasa sasa lazima tujiulize, kama tunatajirika, wale wanaokuwa maskini kwa nini? Tujenge hoja ya msingi, kwa sababu siku ya mwisho wa siku tutaulizwa mbele ya Mungu. Tuwezi kuwa na amani wakati hifadhi ya jamii imeporomoka, malezi ya watoto. Taifa la kesho litakuwaje kama hatuwaelei vizuri? Ndoa za mitaara, wewe kufunga ndoa, watoto wako watajifunza wapi? Tunarithishana bebana taraka, watu wanapenda taraka. Wakati mlifunga ndoa mkameremeta. Kuna wakati mmoja mama alimwambia bwana mmoja kwamba sasa mimi kwa kweli unipe taraka. Akawa na msonga, unipe taraka, hatuwezi kuishi tena pamoja. Sasa yule bwana akasema sasa nakubali, lakini kwa sharti moja. Tulipofunga ndoa tuliweka ahadi kwa Mungu na mbele ya watu, alafu watu wakatuimbia wanameremeta. Sasa tuvae tena, turudi barabarani tuwaridhishe watu, turudi tena kwa watu ambie tumeremeti hapo, sawa. Sasa tulimeremeta, sasa tukiwaacha hewani watatuelewa. Kwa hiyo watu wanafunga ndoa wanafarakana, uwazama amaiko, watu wasameani. Matumizi mabaya ya rasilimali bila kujali vizazi vijavyo. Watu wanatafuta mali, watu wanatajirika, hawajui kwamba vizazi vijavyo na wenyewe wanataka kukuta kitu, mpaka wanaharibu hata mazingira kwa sababu ya tamaa. Sasa utasema na amani kwa bila kufanya mambo hayo? Watu wengine wanakula mlo mmoja, wengine wamekata tamaa,
umesha kunywa pombe tu ndio mabaki, ndio maisha, alinzile kufa. Mtu ulisoma naye alikuwa kijana mzuri, ana akili, mwili mzuri, unakuja kukutana naye baada ya miaka 30 unamshangaa. Unajua unapokuwa mtoto mdogo, kadiri unavyokuwa mwili unakuwa katika uwiano, proportionality. Uwezi ukakuwa ukanenepa alafu kichwa kikabaki kama cha mende, utakuwa una nani, kwamba okuwakura omutoti gwako mukanoja ushane nyenje. Kwa hiyo unakuwa na kichwa kinapanuka kulingana na wewe unavyokuwa, sio? Lakini sasa unapokonda sasa kichwa kina mifupa, uwa kikondi huku nakonda. Mbona utangana umuntu kazirumuka shumahamu nuhibazo gumuborera anga ekitwe kaziro aketwe kirengo nagenda kwemea ayetwe kire kitwe kaziro nasha no muborera ogira ayetwe kire kibeteri ekiyesemi. Alafu useme una amani, inji ina amani, sawa ina amani, hakuna vita, lakini wewe una amani wakati kichwa ndio mashine yako. Wanasema binadamu mambo mengi anayoyafanya kimsingi anaangalia kwa yale ambayo Mungu alishaumba, sio? Aliyetengeneza ndege ili aende haraka alitazamia wapi? Kuna ndege Ulaya, sio? Ile ndege kubwa ile inayotua sijui precision sijui nini, Bombardier. Aliangalia kwa nini? Kwa ndege wa kawaida akanyonyi. Aliyetengeneza mtumbwi au meli aliangalia wapi? Kwenye samaki. Aliyetengeneza prize magaru aliangalia wapi? Mamba. Prize banshambi. Nobono kwe kukwata nkeshambi no mtukuze nkeshambi. Wanawe karangi kwenye mdomo alitazamia wapi? Kuna mdudu fulani wanamuita barikununu, ndio panapoangalia mweko kurebota nobona barikununu barikununu eliao barikununu ndije eliarinya barikununu zonka nobona na askofu linya yasheka mwambone askofu linya naja wija kanya karagoba. Kwa hiyo huwezi kuwa na amani wakati mambo mengine hayaendi. Hatuwezi kusema tuna amani wakati watu wanapotea na kupotezwa, alafu hatujui wanaenda wapi. Sasa amani, hatuna vita, lakini mtu ambaye mume wake amepotea hajajua ameenda wapi, atakuwa na amani kweli? Kwa sababu Tanzania hatuna vita. Hauwezi. Watu wengine hawana amani, mimi ni shuhuda. Watu ambao tuna alama za pekee katika mwili hatuishi kwa amani. Huwezi kujua mganga wa kienyeji za mwili anamhitaji nani. Mimi nina masikio makubwa, inawezekana uchaguzi wa mwaka huu wanahitaji mwenye masikio makubwa, kwa hiyo nakaa na wasiwasi. Nanyi mrashe kampora bajaba buno kwenensha nani, bajaba buno kwenensha nani, bajaba kubaga bayi mbwenu bayetagowensha nani ababe mpara kayo gambeki. Tuko hatarini. Utakuwaje na amani katika mazingira ya namna hiyo? Umetoa ushuhuda, si unasema kuna amani ichwe nturara nturira nogo bakanya karibu wenda wekoma batakubona matwi bataje bakagashara bakagenda uganaga. Kwa hiyo lazima tujitose, lazima tujitoe, tuwe na ujasiri kama Nyerere, tuwe na ujasiri kama watu wengine kama akina Mandela, tuwe na ujasiri kama watu wengine wa Tanzania wenzetu, tuwe na ujasiri kama mashahidi wa Uganda, tuwe na manani kwa hii, na sisi tusimamie ukweli, tuwa kweli. Haijalishi yaliyotokea ya nyuma yaache, twende mbele, lakini kwa ujasiri, sio kwa kujidanganya kwamba tuna amani, tuna amani. Tuifanyie kazi kweli, tengeneze amani ya kweli na ya kudumu, kwa sababu wanasema amani ya kweli ya kudumu na halisi ni tunda la haki, ndio msingi wake.
Kama utendi haki huwezi kupata amani, utabaki unajidanganya. Mimi wana washangaa tena, hii nitaeleza kwa kiasi. Wana washangaa wacheza karata. Wacheza karata huwa wanajidanganya. Uruazi changa hata kaichanga kabanza uzana. Nashwera kugiagoba bwaigoro yashwera bakazi 10. Chongo munjo mkazi tarimu tainawe. Nashwera karata chokata na ushwera mkazi kumuleta bunju. Tuna amani, tudumisha amani, lakini amani inawezekana isiwepo. Sije tukacheza karata. Sasa nimalize kwa kusema haya yafuatayo, na hiyo si machache, ni mengi. La kwanza, haya mahubiri sikuyaandika, nimeandaa nikayakariri kwa ajili ya kumwenzi Yohana Maria Mzee aliyekuwa na uwezo wa kukariri mambo kwa haraka halafu akayafundisha. Nimemwenzi. Waliponiambia kwamba utahubiri, nikawauliza wanaruhusu kuja na kichwa, wakasema ndio. Wakasema hakuna shida, sina sababu ya kuchukua mambo ambayo yako kichwani niaweke kwenye karatasi alafu sijui niarushe tena kichwani niwape watu. Ni njano mtu nabikariri nabigamba nonda barabigamba kubi choka narenga. Narenga, nina mwenzi. Lakini pamoja na kwamba nina mwenzi, lakini vile vile nataka haya mahubiri yawe sehemu yangu, niyatoe kama mimi. Sio kwa sababu ameniandikia kwenye karatasi, lakini nayasikia, yananigusa. Naongea juu ya kuogopa kukatwa masikio, yanakuwa sehemu yangu. Yaani yawe original kabisa. Tibya mjungu kubura okataomwera kipi kitu chonene. Ndio sababu niweka kichwani. Hilo la kwanza. La pili, Watanzania tuwe watu wanaofanya kazi. Tufanye kazi. Kazi ni kitu muhimu katika maisha ya binadamu. Hata Mungu mwenyewe mwanzoni mwa kuumba kwa ulimwengu alifanya kazi, akatupa mfano kwamba hata sisi tutafanya kazi, kwa sababu Mungu naye amefanya kazi. Kwa sababu gani? Kazi huleta tija, si ndio? Ukifanya kazi utapata chakula, ukipata kazi utapata mahitaji yako. Kwa hiyo kazi huleta tija. Kazi ni kipimo cha utu, kwa sababu katika yale unayoyatenda mengine yanakuelezea wewe ni wa namna gani. Aliya kulima akalima kekishegeshe mwene webazoga umuntu mbari yarima agwa yaraba umuntu aga yaraba kekishegeshe. Kwa hiyo unavyofanya mambo yako, kazi yako inakuelezea. Anayepamba na pamba vizuri. Sio wote wanaopamba wataitwa sehemu chache chache, wanatafuta huyu anayepamba vizuri, kwa sababu kazi inamuelezea mtu alivyo, si ndio? Kwa hiyo kazi ni kipimo cha utu. Kazi inalinda afya. Unapofanya kazi ukachakarika ukaenda huku na huku, basi mwili unajengeka. Kazi inaleta ubunifu. Walatini wanasema fabricando fiti faberi. Literally, a maker becomes a maker by making. Unapokuwa unafanya kitu, unakazana, unakutana na changamoto, halafu unazitatua, hapo akili inapevuka. Aliyetengeneza ndege ni bahari ya kuona, na safiri muda mrefu. Sasa kukata tamaa kusema njao beke kwa sababu habara, hapana, anakazana, anatumia akili. Hata kama yeye alianza kutengeneza ndege akupata faida nayo, lakini vizazi vijavyo. Kwa hiyo lazima tufanye kazi ili tuwe wabunifu. Kazi inazuia vishawishi. Wanasema akili vivu ni karakana ya shetani. The mind is a devil's workshop. Sasa watu wengine wako kwenye majungu kwa sababu hawafanyi kazi. Kama hawafanyi kazi, shetani anakuja kuajiri. Kwa hiyo tufanye kazi kwa bidii, kwa kujitoa, ili tuweze kufanya nini? Hata kufanya kuwa na yale tunayoyatumia, tuweze kuwa na mambo ambayo tutawapa zawadi za watu, tuwasomeshe watoto na kadhalika. Jambo la tatu, tulipokuwa tunasoma na tufundisha juu ya makuzi ya mtoto, ile inaitwa developmental psychology, mtoto anakuwa kwa hatua,
na zile hatua wanasema ingekuwa vizuri hizi hatua zipitie. Siku hizi kama unaanzisha shule ya watoto wadogo, awali watakwambia uwe na bembea, kwa sababu watoto wanapokuwa wadogo wanahitaji kucheza. Sasa sisi enzi zetu hakukuwa na bembea, inawezekana kuna hatua tuliiruka, na wanasema ukiruka hiyo hatua unaweza ukairudia ukiwa mzee. Sasa wanasema nature does not allow jumps. Kwa Kilatini wanasema natura abhorret saltus, hairuhusu miruko. Kwa hiyo kuna mtoto mdogo alafu alii wakati ni mdogo, sio kasema katoto kangu ni kataratibu, wao akalii, ngoja atakapokuwa na familia. Wakianza kuwa wakikosa chakula watoto wakaanza kulia, na yeye analia. Sasa wewe umeona nyingine sasa ukilia unaleta chakula, jikaze kama mwanamume. Sisi tulipokuwa wadogo, kama mtu angekuonea akakupiga ukaenda unalia kwa mzazi, utafute namna ya kulia. Unaweza ukafika akakuongezea vibao. Najana ulia ukizotevi na lia kama mwanamume. Sawa ulie, lakini uje unalia na ulia buzima ndoshero ino amarira no enda ugaragaza iwe wene no giroti we bantera cyoga buruko ikurira. Ashare kituzi. Lia kama mwanaume. Kwa hiyo Watanzania inawezekana wengine hatukucheza bembea. Sasa wakati umefika wa kurudia. Unasema sogeze karibu ili usikie. Kwa hiyo inawezekana hatukucheza bembea. Matokeo sasa tunaanza kuchezea amani tukiwa wazee. Si makosa yetu. Kwa sababu tunaanza amani alafu unabona kazi roho. Ushano itenda mtima gupi. Nili kubatia zaina ali mwana mbona kaziro nazana ali muntu mukuru. Na tware jimbo chonka kuri ali abembea kwa jimbo na ali jamu mbunge choka ali abembea kaziro nazana okubatia zaina ali muto. Mbwenu turakuganyira mbwenu karagira tabaye cyaho kijunda no kara kuba la mwisho la 4 tutoke hapa tumeazimia. Hija uwe inaambatana na maazimio. Unatoka hapa umeazimia nini? Tunasali, lakini tunapokwenda tunaenda kuishi yale tunayo yasali. Uko hapa unaomba upendo kwenye familia, lakini upendo utauonyesha hapa. Kwa mkaza anataka kutera busu mbwenu najao kuterera omisa mbwenu awashaba engonzi mbwenu ko nagenda omukyaro nko kanya ko kutera mushaja wawe ebusu wawe kama pendo. Hayo ndio maazimio. Choka mbwenu ushabe engonzi no go mukaki kwikibisi abaza ida yari mwatusire kaziro na yendo gweina mbwenu upendo utakuwaje? Tutoke kwa maazimio. Manyana Isa manyana gufaza nshabande kere lao mtakuja nkatengea naka akataka imukire. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mwikarege. Tusimame kwa ajili ya kubariki maji.